Wakati Tanzania ikivaa medani ya ushindi wa nafasi ya pili katika uzalishaji wa zao la chai Afrika, yupo Mtanzania mmoja tu mwanamke kutoka ukanda wa nyanda za juu kusini mwa Tanzania, mkoani Njombe, anayeshikilia rekodi ya mwanamke mzalishaji mkubwa zaidi wa zao la chai kwa mujibu wa takwimu za Njombe Auto Growers Services Company, NOSC. Majina yangu naitwa Joyce Romanus Maemba, mkulima wa chai kutoka katika mkoa wa Njombe. Ninakaa eneo la Msete, kata ya Mji Mwema. Joyce na marehemu mume wake waliota ndoto ya kufanana, ya kuwa wazalishaji wakubwa wa mazao ya mkakati na kuanza kudunduliza maeneo kwa uzalishaji kiasi. Kilimo kilikuwa ndani mwetu, mimi na marehemu mume wangu toka mapema, na ndio maana tunakaa huku mashambani kwa furaha kabisa, hatuna shida, kwa sababu ilikuwa ni ndoto yetu. Kuishi mjini litukuta tu, lakini huku ndiko ambako tulikuwa tunatamani sana kukaa. Kati ya 2000 mpaka 2005 ilihamasishwa sana kilimo cha kahawa. Ndio hilo shamba langu dogo unaliona hapo la kahawa, tulianza nalo hilo. Kukatokea shida ya fulani ambayo sielewi ni nini of course, lakini likasizi kabisa. Baadaye tukiwa tumetelekeza sasa kahawa, ndio ikaingia sasa uhamasishwaji mkubwa wa kilimo cha chai. Baada ya kupata ile na tukaona kwamba ni kitu kinaonekana ni kizuri zaidi kuliko ile kahawa, tukaona tujikite zaidi kwenye mashamba ya chai. Maanake maeneo ya mashamba tunayo mengi sana, lakini ya chai kama chai mpaka sasa tunaika kama 165 ambazo zinazalisha chai. Kwa ilikuwa tu ni wewe kuwa na shamba lako unazalisha chai, na ilikuwa chai toka unavyoipanda mpaka unavyoanza kuvuna at least mwaka wa 3 wa 4 unaanza kuvuna. Katikati ya sherehe za kufurahia mafanikio ya kuanzisha mashamba makubwa na uzalishaji mkubwa, Joyce alimpoteza mumewe kipenzi, na kama haitoshi, soko la chai lilidorora. Kwake yeye, hiki kilikuwa ni kipindi cha ubatizo wa maji moto. Hapa nilipofika hapa, na ukizingatia niko peke yangu, mwenzangu alishafariki na hivi na nini. Lupembe kulikuwa kiwanda, Luponde kuna kiwanda, Kibenati kuna kiwanda. Unachoangalia nani anakulipa vizuri. Biashara ni biashara, kuna kupanda, kuna kushuka. Wenzetu nao wenye viwanda walikutana na nini, sisi wenyewe hatujui. Ila tukajikuta tayari tunaanza kuzalishwa madeni kwenye viwanda, hawalipi kwa wakati. Kwa hiyo na sisi automatically tukaingia kwenye shida. Kwa ile 23 kiukweli niliweka mbolea kwenye mashamba ambayo haikuzalisha chochote. 2024 haikuzalisha chochote. Ndio 24 mwezi wa 7 wakaniambia lazima tufanye ukarabati wa shamba, hiyo ambayo tunaita ni pruning. Kwa hiyo tulipokata, nilikata mashamba yangu karibia 80% ya mashamba yote nilikata. Hawa Noski ndo walionisaidia kunikopesha pesa za kulipa wale wafanya kazi, na hiyo kazi yote ya kufanya hiyo pruning pamoja na mbolea. Miaka ya 2020 angalau Joyce alishuhudia mapambazuko na kuamsha tumaini jipya baada ya waziri wa kilimo kumtafutia ufumbuzi wa soko. Na sasa malkia huyu amefanikiwa kuanzisha mashamba zaidi ya ekari 500 na kuongeza uzalishaji hadi tani 300 kwa mwaka, na huku akiajiri vibarua zaidi ya 100 kwa siku. Alipokuja waziri wa kilimo Mheshimiwa Bashe, tulipata nafasi ya kuongea naye. Kwa kweli ndio shida yetu ilianza kutatulika kutoka hapo tulipoongea naye. Kwa mwaka huu kwa mara ya mwanzo nimefika walau kilo 300. Mimi kwa majina naitwa Benedict Mpoma, ni operations manager ya kampuni ya Njombe Auto Growers Service Company. Mama Maemba amekuwa ni moja wa wakulima bora kabisa kwenye zao la chai kwa mkoa wa Njombe. Naweza kusema ndio anayeongoza, kwa maana anaongoza kwa kuwa na eneo kubwa, anaongoza kwa kuwa na uzalishaji wenye tija kwenye eneo lake, lakini pia anaongoza kutoa ajira. Nikizungumza tu kwa uelewa wangu mdogo, namna anapomiliki ardhi na mazao mbalimbali, anamiliki eneo lisilopungua eka 500. Kwa kote huko kuna watu wamewaajiri wanafanya kazi. Malkia Joyce anaziangukia mamlaka za usimamizi wa sera ya kilimo kumsaidia kufikishiwa huduma ya umeme ili afunge mifumo ya umwagiliaji itakayorudufu uzalishaji na ajira endelevu, huku akiota ndoto ya kutanua wigo wa kilimo cha kidijitali. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni muombe kabisa akipata nafasi ya kusikia haya, kuona, tuwezeshe kidogo. Walau tukipata umeme, mimi binafsi siwezi. Kwa hiyo niombe kwa huruma yake kama mama,
aone kitu kupitia kwa Waziri Bashe, kwa sababu kama si Waziri Bashe kuja na kuongea na sisi, hizi changamoto ningekuwa bado ninazo mpaka leo. Mabibi na mabwana, akina Ndit, Ndauli na majirani zangu Tununu na Tusigono, namleta kwenu malkia mwenye mamlaka katika kilimo cha zao la mkakati. Huyu ni Joyce Romanus Mayemba. Naitwa Joyce Romanus Mayemba, mkulima wa chai, malkia wa nguvu 2025. Twende duniani. Malkia wa nguvu 2025. Twende duniani. Ahlan wa sahlan. Ni hao.